Kwa kawaida kwa miaka yote kabla sijakuwa makamu wa pili, ni utaratibu wangu wa kugawa iftari katika shehia zote za jimbo hili la Kiwani. Shehia hii ambayo tumegawa leo ndio shehia ya mwisho kati ya shehia 7 za jimbo la Kiwani. Shehia 6 zilishagawiwa kutoka tarehe 27 mpaka tarehe ya jana walishakamilisha kwa shehia 6. Nikasema kwa sababu na mimi nakuja leo hii shehia 7, basi tuje tushirikiane. Bahati njema ndugu yangu Saidi Nasir Bopar kama kawaida yake kila mwaka anakuwa ananisapoti shehia moja. Mara hii imebahatika kuwa ni shehia ya Kendwa, na kwa sababu tuna mzunguko kila mwaka huyu bwana anampeleka kwenye shehia nyingine. Bahatika shehia hii na mimi ni mwananchi wa shehia hii, lakini nimepata nafasi ya kushiriki kikamilifu katika ugawaji na wananchi wote wamepata kile ambacho tumekusudia. Alhamdulillah, na washukuru wananchi kwa uvumilivu wao, na washukuru sana ndugu yangu Saidi Bopar kwa imani, yeye pamoja na wenzake kwa imani hii ambayo ameamua kuitoa. Amewekeza fedha nyingi kiasi ambacho kwa kweli kila mmoja anamshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi sina zaidi cha kusema, lakini ni muombe tu Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri. Naamini zoezi hili linaendelea kwa shehia nyingi za Zanzibar, sio hapa kwetu tu, lakini ana utamaduni huu wa kila mwaka ndani ya Pemba, lakini ndani ya Unguja ni utaratibu wake. Kwa kweli Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri, na kwa kweli amkinge na kila la shari. Sisi tunaendelea kumpongeza kwa kujitoa, naamini hii sadaka anayoitoa. Nawaomba sana tuendelee kushirikiana katika jamii, lakini nawaomba Waislamu wote, kila mwenye uwezo wa namna yoyote ile. Uwezo sio lazima kuwa na mamilioni, kile kidogo ulicho nacho tumia na Muislamu mwenzako, lakini na kile ambacho unatoa hichi ndio kitu chako ambacho utakikuta kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niwaombe wafanyabiashara wengine wachukue mfano huu wa ndugu yangu Bopar, ambao kwa kweli imekuwa ni kielelezo kwa Zanzibar na Tanzania katika kujitolea kwa wananchi. Sisi tunaendelea kushukuru, na naamini dua za wananchi wote hawa ambao watapata iftari na wale ambao watapata siku nyingine kupitia kwake, kwa kweli itakuwa ni baraka kwa Mwenyezi Mungu, na basi na yeye hata akifanya ile biashara Mwenyezi Mungu anampa baraka kwa sababu amezielekeza kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tumefarajika na tumefurahi sana, na tumewaona watu wa Kiwani wamefurahi, na hakuna mtu alokosa, na kama alivyosema 1152 na bado ziada tumetoa. Alhamdulillah, kila mtu kapata na kila kitu ni kizuri, tumefurahi. Na nakumbuka siku ya tarehe 17 nilikuwa na kilio kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, tukaomba usafiri, na alhamdulillah ndugu zangu au wenzangu wa kampuni Azam na kampuni ya Ikram wakanipa magari mpaka nikayaacha. Walinipa magari mpaka nikaacha, kwa sababu niliona kama nishachanganyikiwa vipi mizigo itakuja Pemba. Lakini nikaletewa gari 8 kutoka Ikram, nikaletewa Azam gari 4, na hivi leo ninavyowaambia kuna gari moja ya mwisho inapakia sasa hivi Zanzibar Azam kuja Pemba kwa ajili ya kesho. Bado tunaendelea, tukupo kama siku 6 hapa inshallah tukijaliwa, na tutakwenda vijiji vingi, labda vijiji 8 au 10 au 12. Kesho pekee yake nafikiri tuna vijiji 4 au 5, na kesho kutwa mpaka siku ya Jumapili, Jumatatu inshallah kwa uwezo wa Mungu utakao wengine tena wasafiri waende zao. Namshukuru Mwenyezi Mungu kuwajalia hao waliotupa msaada. Mwenyezi Mungu awajalie kheri duniani na akhera. Mwenyezi Mungu awajalie wafanikiwe au tufanikiwe sote huku hapa duniani na kesho akhera, kwa msaada waliotuletea. Kwa kweli hii ni imani kubwa sana, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu atupe imani sote kwa jumla. Nashukuru kwa Mwenyezi Mungu kutujalia wanaotufanyia hivi. Mwenyezi Mungu awajalie alotuletea misaada kama haya, na mara nyingine wazidi kufanikiwa, tumpata hichi kidogo tupate zaidi ya hichi. Mwenyezi Mungu awajalie kheri, awazidishie baraka, na waondolee maradhi, aondolee mashari, awape kwa kula lilo la kheri. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.